viongozi wetu wa ngome, mama zetu, walezi wetu, Mama Awena na Bi Zainab, na mimi naomba pia niwatambue wazee wetu, walezi wetu wa chama ambao mmekuwa na sisi katika harakati hizi. Kwa upande wa kina baba mkiongozwa niseme na mzee Musa wa Ndijani, na akina mama katika wazee wetu mama Mzalendo, na wazee wetu wote, walimu wetu, ndugu viongozi wote. Na hapa naomba niwatambue kwa namna ya kipekee wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, wabunge pamoja na madiwani ambao mlipewa ridhaa kama nilivyopewa ridhaa mwenyekiti wenu kuwaongoza Wazanzibari ili wafike kule wanakotaka kufika. Ndugu wanachama wenzangu nyote kwa pamoja, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza naomba niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mengi, lakini kubwa la leo kukutana katika ukumbi huu, na sio tukutana, lakini tumekutana tukiwa na hamasa, tukiwa na ari, tukiwa na mshikamano, na sote kwa pamoja tukionyesha mshikamano wetu kwa jambo ambalo tunalisimamia, harakati za kudai haki ya nchi yetu na kudai haki za wananchi wa nchi hii. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, katutoa sehemu mbalimbali, tumefika salama, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia na atujalie, tunamuomba aturudishe salama vile vile. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru viongozi wetu kwa kusimamia harakati zetu baada ya mapito yote ambayo tumeyapita. Na leo mnatuona, si ndio? Tumependeza na ari na moto ule ule. Mesi uone kama umepungua, naona umezidi, na inshallah utazidi zaidi tukijaliwa. Lakini kwa namna ya kipekee nawaomba kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu zangu, niwashukuru kwa mahudhurio yetu kwa mara nyingine, kwa wingi wetu na kwa ari ya hali ya juu na hamasa ya hali ya juu. Hili si jambo rahisi. Nilikuwa nawaambia kule Pemba, nyinyi mnaona atu tumekuja tu kwenye jambo letu. Kuna watu saa hizi wamefumba macho bwana, wanaumia kama waliolishwa ile kule Pemba naita chungwa ya dole, naijua ile siki kali kweli kweli, ukiitia mdomoni utafikiria inakata chango. Basi wako na wanaumia kwa haya mahudhurio yetu na hamasa, na utawaona tu. Wengine utafikiri wametiwa upupu na hawamjui, matusi mengi, mughma, umefanywa nini, hata mwenyewe hawezi kukieleza. Ni haya walitamani na walijua kwamba hawa bwana chali, lakini imekuwa kama wamekuja kujigonga na ukuta. Chali imerudi kwao. Kweli si kweli jamani? Kwa hivyo kwa hili tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini na sisi wenyewe
tujipongeze, tusilione kwamba ni jambo la kawaida. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, maana najua wanatufuatilia, wanatusikiliza kwa makini katika hili. Mnakumbuka kwamba baada ya uchaguzi uliofanyika, jina lolote utakaoita, tulianza na mitazamo mbalimbali ya vyama mbalimbali. Shiriki, usishiriki. Sisi tukasema tunashiriki, au sivyo? Baada yaliyotokea, kuna wengine mpaka leo, si tuliwaambia msishiriki, wameshika, wako kwenye bango hilo hilo. Na mimi nasikitika kwamba wapo baadhi yetu waliochukuliwa na hayo, kwamba tunaona tumepoteza muda. Jamani, tumepoteza muda, tumepoteza nguvu. Hii tuliyofikia, ndugu zangu, ni hatua moja kubwa katika harakati. Leo tupo tulipo, tumefika tulipofika kwa sababu ya uamuzi wetu wa kushiriki katika uchaguzi. Tuliambizana huko nyuma kwamba tumewezeka, tumefanya kila juhudi. Kaeleza babu hapa, miafaka, watu kuzungumza, tukafika pahala tukawemo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lakini bado mambo hayaja. Tusingeshiriki kwenye uchaguzi, tusingepata kuiambia dunia isingepata kuona, na pengine hata sisi wenyewe tusingeona kwamba bado nyumba yetu sio tu kwamba inavuja, inabubujika. Wanasema Waswahili, bado kama mboribo. Manake ukikaa chini yake utakavoroa, huwezi kuambia wewe umekaa kwenye nyumba. Kwa hivyo tumeyaona mashimo yaliyomo, na haya ndiyo madhumuni yetu. Dunia waone, sisi wenyewe tuone, na wenyewe wanaosimamia hili pia waone. Sisi tunasema kwamba kushiriki kwetu kumekuwa ni sehemu muhimu ya harakati hizi. Sisi tunayajua, ndio maana tukachukua uamuzi tuliochukua. Nasema haya kwa sababu kuna wenzetu wanataka bado tubaki katika hoja, kushiriki ilikuwa sawa au si sawa, kwa sababu ya yaliyotokea. Wengine wanasema nyinyi simliambiwa. Mimi huwa nawaambia, na naomba hili tulifahamu. Wanawaambia kama hoja ni kwamba kwa sababu ya sheria mbaya. Wir glauben, Feierabende sind perfekt, um frisch zu kochen. Eure Dienstage Basi kama huo ndio msingi wenyewe, basi tufunge vyama. Tufunge vyama. Kwa sababu kama kuna sheria mbaya katika nchi hii, ni sheria ya vyama vya siasa. Au sivyo? Hakuna chama ambacho kimesalimika na ubaya na uovu wa sheria ya vyama vya siasa, pamoja na katiba zetu zote mbili.
Hakuna chama kilichosalimika. Tulikuwa kwenye jahazi nyingine, tunakumbuka namna tulivyonyang'anywa, tena kwa njia za kijahili kabisa, na watu ambao ulitegemea wao kwa nafasi yao, kwa taaluma yao, wawe waadilifu, ilianza kuibiwa pesa, wakapewa wasiohusika kwa uwazi, kinyume na misingi ya sheria za fedha za umma. Kuna aliyechukuliwa hatua, lakini wamekula, wamebaki. Sasa tumesikia juzi wanaambiwa na wao uchaguzi waliofanya pia batili, ajwa. Tumesikia hao wanaolaumu ushiriki wao wenyewe sasa hivi hawajijui kama wako chini au wako angani, hawajijui uongozi wao upi, kwa sababu ya sheria ya vyama vya siasa na ofisi ya msajili. Sasa kama ni ubaya, basi ubaya mkubwa katika nchi hii uko katika sheria ya vyama vya siasa, na tufunge vyama, au sivyo? Lakini sisi tunasema hekima za harakati za kudai haki. Mwenzako alikochagua sema una mchango, hatua aliyochukua yeye kususia uchaguzi ina mchango uliotoa, au sivyo? Na sisi kushiriki kwetu uchaguzi ndio haya tunayaona. Tusikae watu wazima tukajadili pundamilia ni mweusi ana mistari mieupe au mweupe ana mistari mieusi, mpaka kiyama kitatufika hatujapata jibu, au sio? Tukubaliane tu kwamba pundamilia Mwenyezi Mungu alivyomuumba, kamuumba ana mistari mieusi na mieupe, tuendelee na shughuli zetu, au sivyo? Nasema haya kwa sababu kuna na wenzetu wengine nao wameanza kudemkia mdundo huu. Safari yetu sisi tunakotaka kwenda, ndugu zangu, inahitaji sote tuwe kitu kimoja, na tulisema, tulihusiwa na wazee wetu, na sisi ndio tunaoshikana nayo. Walituambia, bwana, mambo yote katika dunia hii we azima utumie, jambo moja usije ukazima. Usije ukazima nini? Usije ukazima ujinga wa mtu. Kama ni ujinga, tengeneza wako, au sivyo? Lakini ukishakutengeneza, simama nao. Wengine watu wanasema tumeamua hivi, akifika hapo nje akasema yeye ndo ataka kuwa mwerevu. Huu ni ujinga. Sisi tunasema anakuwa mjinga yeye, sisi tutasimama kama ni ujinga na ujinga wetu, kama ni werevu na werevu wetu. Na hiyo ndio umoja, huo ndio mshikamano, hiyo ndio chama, hiyo ndio taasisi, na hizo ndio harakati. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwamba tumesimama nayo haya, kwamba tumekuwa kitu kimoja na tumeonyesha mshikamano katika hili. Na mimi niwaombe sana kwamba hii, jamani, ndiyo silaha yetu, hii ndiyo ngao yetu, na hili ndiyo litakalotufikisha inshallah safari yetu. Mwenyezi Mungu atuweke hai tuone tukifika safari yetu. Ndugu zangu, baada ya uchaguzi na matokeo yaliyotokea, tulikuja hapa kama tulivyosema kwamba chama chenu mliotukabidhi kazi ya kukiongoza, sisi tulikuwa na ramani ya hatua zote na safari yetu yote ya harakati za uchaguzi.
na ndio maana tulifikia malengo yetu kwa 100%. Kila tulolipanga, pamoja na nyenzo chache, pamoja na hali yetu, wenzetu, pamoja na kuwa na kila kitu, lakini tuliwafunika mpaka wenyewe wakaulizana, hawa wana nini? Wengine wakasema wajui kwa kuroga, tunarogwa kwenye kampeni. Maneno mengi yakasemwa, lakini moja ni mshikamano wetu na kufahamu dhamira ya safari yetu. Lakini kikubwa ni kwamba tulikuwa na ramani ya mchezo wote mzima, na baada ya hayo ndio maana sisi tumewapelekea Tume ya Uchaguzi barua ya vituko na ya malalamiko ya vituko vilivyofanyika katika uchaguzi. Barua ile si hatukuipeleka baada ya siku ya 3, tumeipeleka tarehe 30, yaani siku ile ya uchaguzi, usiku wake tarehe 29, alfajiri yake saa 11:30, barua yetu iko Tume ya Uchaguzi, 11:30 alfajiri. Hatukulala, kwa kushirikiana na viongozi wetu wa majimbo, wa mikoa, tukaandaa kwa ukamilifu, kwa urefu kabisa, yaliyotokea takriban katika majimbo yote. Ni kwa sababu tulikuwa tumejipanga. Lakini la pili, mara tu baada ya uchaguzi tulifanya ziara kueleza, ambayo sina haja ya kuyarudia, naibu katibu mkuu kayaeleza vizuri sana. Sasa tulipokuja hapa tarehe 20 Novemba, tuliambizana mustakabala wa safari yetu, na tukasema mambo matatu. Tukaambia, la kwanza, hatua tunazokwenda kuzichukua, la kwanza tutatumia mlango wa sheria, na tukachukua hatua kwa kupitia mlango wa sheria. Tutaeleza hapa kidogo. La pili, tukasema kuna hayo tulioachiwa, tukaita chenji ya mwizi, yale yaliyomdondoka, tutachukua hatua gani? Na mmeona kwamba tumechukua hatua zile. Tuliambizana ili tusije tukababaika kwamba mbona tumo barazani, mbona tumo bungeni. Na la tatu, tukasema kwamba tutachukua hatua tunazoziona ni sahihi za kutafuta haki ya nchi hii, namna gani ya kuendeleza mapambano tuweze kufika safari yetu. Jamani, mnakumbuka sijui? Hayo ndiyo mambo matatu tuliyozungumza tarehe 20 Novemba mwaka jana. La kwanza la chenji mmeliona na mmeanza kupata habari ya watu wetu waliomo katika baraza, waliomo katika bunge. Naomba tuwapongeze sana. Lakini la pili, mmesikia vile vile lile tuliloliahidi la kuchukua hatua za kisheria. Tumefungua kesi 25 za uwakilishi na 28 za ubunge Unguja na Pemba. Na kesi moja ya udiwani.
Sasa hili naomba nilizungumze kidogo kwa sababu mbili tu. La kwanza niseme jamani, tumechukua hatua hizo hapa Zanzibar. Hawa wenzetu wao mwaka 2018 waliona namna gani ya kuziba watakaoyafanya yapate nguvu na yasimame. Walikwenda kubadilisha sheria, wakasema ukitaka kupinga matokeo ya uchaguzi au uwakilishi, basi upeleke kesi ndani ya siku 7. Tafikiria fungate, maana standard kwa angalau hakuna kitu kilichowekwa ndani ya siku 7, minimum katika takriban sheria zote ndani ya siku 14, isipokuwa kesi za uchaguzi. Time ya limitation, eti umehujumiwa haki za wananchi wote hawa, unapewa ndani ya siku 7 wende ukadai haki yako. Kuna sheria kwa mambo ya madogo madogo tu umepewa mwaka mzima. Kuna sheria umepewa miaka 3, ndani ya miaka 3 upeleke kesi yako. Kuna sheria mpaka miaka 12 mambo ya ardhi. Lakini hili ndio peke yake lilioambiwa ndani ya siku 7. Hii sheria ilitungwa kwa nia ovu kweli kweli. Na hawakufanya hivyo tu. La pili, wakaongeza ada ya kutoa ukitaka kufungua kesi milioni 2.5 kama kwamba kwa kila kesi moja, kama kwamba huyo aliokwenda kugombea au hao wananchi wanaokwenda kutathmini haki yao kama kwamba ni matajiri sana. Tulilieleza hili, sina haja ya kulirudia. Nachotaka kusema tu kwamba hatua tulichukua, tukafungua kesi zote hizo, na tulifungua kabla hizo siku 7 hazijatimia. Na tulitengeneza utaratibu, tukapata nyenzo za kuweza kulipa kilichotakiwa kwa kesi za uwakilishi. Na mimi katika hili niseme kwamba tumpongezeni sana, tuwapongeze viongozi wetu, hasa makamu mwenyekiti ambaye alifanya kazi kubwa ya kuweza kumobilize fedha na nyenzo za kuweza kuhudumia kesi hizi, pamoja na gharama nyingine. Takriban chama chenu mpaka sasa kimetumia zaidi ya shilingi milioni 100 kwa kesi hizi. Mimi naomba tuwapongeze wote ambao wamesimamia zoezi la kupata nyenzo. Si jambo rahisi ndugu zangu. Baada ya uchaguzi mmeshakamua, mmeshamaliza kila kitu, mkaweza kupata milioni zaidi ya 100 kwa chama chetu maskini, cha watu maskini. Na mimi hapa niwashukuru pia akina ndugu Mazurui na wenzake ambao wao waliamua kubeba mzigo huo wao wenyewe. Lakini katika hili mimi ninaomba, wako wengi, lakini naomba tutumie fursa hii kwa dhati kabisa, tumpongeze sana kwa dhati kabisa, tumpongeze mwanasheria wetu mkuu wa chama. Jamani, hiyo hazitoshi. Hebu tumpongezeni, hasa tuseme tunampongeza mwanasheria wetu mkuu wa chama. Aliyekuwa hafahamu hili ni kwa sababu haoni labda, lakini amefanya kazi kubwa ambayo imetuheshimisha kama chama, kazi ambayo imeeleza chama hichi maana yake ni kitu gani.
kazi kubwa sana. Laiti kama ingekuwa mwanasheria wetu mkuu wa chama tunamlipa, gharama ingekuwa zaidi, mbali ya milioni 100, sasa hivi tungekuwa tumetumia zaidi ya milioni 200. Mimi naomba tumpongeze sana, na si kwa makofi tu, lakini tukikaa tuseme kwa kweli mwenzetu kajitoa, kajitolea, kafanya kazi kilillahi, kwa dhati, kwa ufanisi wa hali ya juu. Anastahili tumpe heshima yake. Amin, amin. Katika suala hili yamejitokeza mengi. Katika suala la kesi yametoka maamuzi, tumeyasikia, tumeeleza. Yametoka maamuzi kwanza kwenye kesi za ubunge kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar haina mamlaka ya kusikiliza kesi. Ndio hayo tunayosema jamani, kushiriki na hatua tulizochukua, kila moja ina mchango wake kuonesha lilivyovurugika nchi hii, kuonesha nchi hii imefika pahala gani, imefikishwa wapi. Na kuna watu leo wanataka yametokea hayo kwa sababu tumesema, wananchi wamesema, wao wanataka tusiseme, tunyamaze kimya. Sisi tunasema mwanasheria wetu mkuu wa chama alitutembezea sakula kwa sisi viongozi wote, akatuambia jamani, tunakwenda mahakamani, yanayotokea yatakayotokea mahakamani jamani tunayajua. Mimi kama wakili kuna maadili yananizuia mengine nisiyazungumze, lakini tukamwambia tunafahamu na tunakubali, lakini sisi na nchi hii na chama chetu kama msimamizi wa kutafuta haki ya nchi hii, sisi hatutonyamaza kimya. Kwa hivyo yeye amechukua hatua zake na timu yake za kutafuta haki yetu kwa utaratibu wa kimahakama. Kwa hiyo sisi tumeamua tufungue rufaa, kukata rufaa, kupinga uamuzi huu ambao tunauona kwamba sio tu ulikuwa batili, lakini ulikuwa wa kituko kweli kweli. Naamini wengi mmesikia hoja zetu kwa dini, tunasema uamuzi huu ni wa kituko. Sisi leo hatuna haja ya kuyarudia, lakini kwa ufupi tunachosema, la kwanza, sisi hatumdai haki yetu mtu mwingine. Sisi tunadai haki yetu mahakamani. Majaji wanaosimamia suala hili, wao ndio wenye dhima, wenye dhamana ya kuipa nchi hii haki yake, ya kuwapa wananchi wa nchi hii haki yao. Na haki yao ya msingi ni haki ya kufika pahala tukawa na uchaguzi uliokuwa wa huru na wa haki. Uchaguzi unaweza kuitwa wa haki, unaweza kuitwa uchaguzi kweli. Hiyo ni kazi ya mahakama, kuhakikisha kwamba sharia za nchi hii zinasimama, zinasimamia na zinafika kule inakotakiwa. Kwa sababu bila ya kuwa na uchaguzi wa huru na wa haki, la kwanza, sisi sote wananchi wa nchi hii pamoja na majaji na mahakimu tunakuwa watumwa katika nchi yetu, sio raia wa nchi hii. Kwa sababu haki ya wananchi ya kwanza ni haki ya
weka kiongozi unayemtaka. Ni haki ya nchi hii kuwa na viongozi, sio kuwa na watawala. Mkiwa na watawala mnakuwa watumwa. Haki ya nchi hii, tena nchi ya kistaarabu, ni kuwa na viongozi waliochaguliwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kwa sababu kwa kuwa na utaratibu huo, kwanza haki ya msingi ya raia ya kuchagua na kuchaguliwa inasimama. Kama kwenye nchi yako huna haki ya kuchagua, huna haki ya kuchaguliwa, utawala uliopo na ukoloni una tofauti gani? Unakuwa mbaya zaidi kuliko ukoloni. Yale aliyosema babu, malengo waliyosema kina mzee Karume ndio yatakuwa yametimia. Kama nchi hii mwananchi hana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, maana yake hakutakuwa na uwajibikaji. Atatokea mtu atatumia madaraka yake vibaya, ataweka anaotaka wamsaidie na ataweka anaotaka wamchunge. Yaani mchungwa ndiye atakayechagua nani wa kumchunga. Jamaa, si tunayaona? Kama serikali haichungwi, maana yake hatuna vya kuepuka ufisadi katika nchi, hatuna vya kuepuka wizi katika nchi, hatuna namna ya kuepuka matumizi mabaya ya madaraka ya umma, ya ofisi watu walizokabidhiwa. Hatuwezi kuepuka. Njia peke yake ni kuwa na chombo, na kimewekwa kikatiba, cha kuichunga serikali, kwa sababu walioko serikalini wamepewa tu dhamana ya kusimamia mambo ya umma. Kwa hivyo sisi tunachosema, hilo ndio la msingi tunalopambania. Uamuzi uliotolewa na mahakama kwamba eti mahakama ya Zanzibar haina mamlaka, inatuonesha kwamba hizi harakati zetu za kuirejesha nchi hii katika misingi yake zinazidi kupata uhalali na zinazidi kupata ukweli wa kwamba ni lazima, si jambo la tena la hiari. Na hili mimi niwaambie, hata upande wa pili wa wenzetu wengi wameanza kutanabahi, kumbe nchi hii imevurugwa vibaya sana. Sisi tunachosema, uamuzi huo ni wa kituko. Na kama ni wa kituko, tutaupambania kisheria, lakini tutamweleza na kila mwananchi wa Zanzibar ili afahamu tulipo. Lakini kikubwa zaidi, ndugu zangu, tunachotaka ni kwamba nchi hii tujenge misingi ya nchi ambayo tunastahiki kuwepo. Ndio tunalolipambania. Na moja katika jambo ambalo lazima tulijenge, lisimame kwa ufanisi. Hakuna nchi ambayo utaweza kwenda mbele, kuendelea, kama huna mahakama ambayo ni madhubuti, kwa sababu kila mtu, mgeni na mwenyeji, akichachiwa atapata haki zake katika mahakama. Tumeyasema, naona leo nisitumie muda wa kuyarudia. Mimi niseme moja tu hii leo, na kuwakumbusha wenzetu waliomo katika hizi ofisi za umma kuhusiana na hili. Tunasema
walioko kwenye ofisi za umma wajibu wao kuwatumikia wananchi. Anayetaka siasa aache ofisi ya umma aje kwenye siasa. Uko huru huku hakuna interview. Wewe njoo tu interview, kishakuwe mumu ndani tutakuinterview mumu, tutakujua kama ndiye au si au vipi. Interview yetu sisi ya ndani kwa ndani, unavyokwenda unavyorudi, hiyo ndio interview yetu. Tafika pahala tutakujua wewe ndiye au siye. Lakini wasitengeneze vyama vya siasa ndani ya ofisi za umma. Ofisi za umma kazi yake ni kuwatumikia wananchi bila kujali itikadi zao. Kwa mfano mimi niseme, na ndio msingi wa ofisi ya umma. Kwa kawaida maadili kwa mfano ya wanasheria wa serikali tunaambiwa jamani ni tofauti na mawakili. Kwa nini? Neu aus 100% natürlichen Zutaten. Erasco Suppen im Glas. Jetzt probieren. Inaposhitakiwa na mwananchi wake kutafuta haki yake, wasitie ushabiki wa kwamba kuna kushinda na kushindwa. Serikali haishindwi. Tumefahamu? Serikali ikishindwa imeshinda. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa imepata mwongozo kutoka kwa mahakama yake kwamba bwana, namna ya kuwatendea wananchi wako ni hii, na kwamba serikali yenyewe ijisifu kwamba imetengeneza utaratibu wa wananchi wake kupata haki zao, hata kama haki ile iko mikononi mwa serikali. Mimi kama ni kiongozi, na ndio maana ninasema mimi nilipokuwa mwanasheria mkuu, waulizeni mawakili tena wale senior kina Mkonje, mtu amuulize. Tulipokosea serikali wanataka kushtaki, nilikuwa nakaa nao naambia bwana, hapa msitushtaki, kweli hapa tulikosea, sasa tuelewane, tulimalize hili. Hamu na wajibu wa mwanasheria mkuu ni kuhakikisha mwananchi kapata haki yake. Kwa hivyo serikali inaposhindwa pia inakuwa imeshinda, na inaposhinda inakuwa pia imeshinda. Itekeleze kazi zake kwa mujibu wa sharia. Inasikitisha sana leo tunafika pahala walioko ndani ya serikali wanaona kwamba watumie hata hikima za kijanja, technicalities. Mwanasheria wa serikali haruhusiwi kutumia technical grounds kuminya haki ya mtu. Hayo ndiyo maadili ya utumishi wa umma. Leo wamefanya, leo mpaka chombo cha umma, taasisi ya umma inatafuta waandishi wa habari kuja kupotosha jambo ili kuwavunja moyo wanaotafuta haki yao mahakamani. Huu ni ujahili mkubwa. Huu ni uvunjifu wa maadili ya utumishi wa umma wa hali ya juu. Na huu unatuambia kwamba tunayo kazi kubwa ya kuijenga nchi hii. Na kesi tulizofungua, mimi nasema ni darasa la kutosha la kuona wapi tunahitaji kujirekebisha. Sisi tunaamini, sisi tumebahatika kwenye chama chetu tuna wanasheria wengi, mnaowaona na msiowaona, mnaowajua na msiowajua. Kila mwenye akili yake timamu anajua huku ndio kwa kwenda. Wanachopambania hawa ni jambo la haki. Tunao wengi. Tunachosema sisi
tuna kazi kubwa tunajua ya kurekebisha mfumo wetu wa utoaji wa haki. Sisi tunajua tunao majaji, mahakimu, watendaji wa mahakama wapo wazuri sana, wapo wasiojiweza hao tena wao fungu jingine, lakini tunawajua wapo wengi wazuri. Tatizo lao mazingira wanayofanya kazi. Leo tumefika tunayajua, tumefika pahala jaji anapelekewa kesi ya serikali anaikataa, nasema hapa itakuwa bugudha kubwa kweli kweli, fanya hivi, tekeleza hivi. Tena anayekuja kumwambia mtu mdogo tu. Kuna majaji leo, mtu ana kesi kesha maliza kuisikiliza zaidi ya mwaka, anaogopa kutoa hukumu. Yapo hayo. Leo sio siku ya kuyasema. Kwa hivyo tunachosema, sisi tutaendelea kufata mlango huu mwanzo mpaka mwisho. Naomba tuwe na amani kwamba mlango huu tunauweza. Ukinyooka, ukipinda namna gani ya kuunyosha pia tunauweza, shudu yetu, kiasi chetu, na tunaamini inshallah haki ya nchi hii, wananchi wa nchi hii, haki ya tutazipata kupitia mlango huu ambao tumeuchagua. Ama kuna mwenye wasiwasi jamani? Kuna mwenye wasiwasi? Asanteni. La pili ambalo ni la tatu katika mada yetu au katika mambo tuliyoyazungumza, tulisema tutafata njia ya kutafuta mustakabala wa nchi hii, haki zake na haki za wananchi, kwa kupitia njia ambazo tunaziona zinafaa. Sasa wakati tunapanga hayo, tukapata wito wa viongozi wastaafu. Baada sisi kuletewa barua ya kupeleka jina la makamo wa kwanza wa rais, tukasema kwa uchaguzi upi? Maana formula iliyowekwa na katiba yetu kuna wa kwanza na wa pili. Sasa kama hamjafanya uchaguzi, wa kwanza na pili atajulikana vipi? Sasa baada ya kusikia nadhani hiyo tulipofika kule Kangagadi wanasema kitaka kula na CCM usitie mkono, tia guu. Ukitia mkono umekwenda. Tia guu atakuuliza, kwani watu watia maguu wala kwa maguu? Anambia kwani wala kwa bikona. Basi tunawe tuendelee. Fatuma, umefahamu na kuona? Kwa hivyo viongozi wetu wenye hikima wakatuambia, jamani, na haya aliyosema babu yashikeni vizuri, kwamba tumekwenda pamoja na wanakotokea wao, lakini wametuita kwa nafasi yao, kwa hekima zao. Ukishakukaa pembeni unayaona zaidi kwamba no, nchi hatuwezi kwenda hivi, kwani haiwezekani. Sisi tukasema hatujawahi kukataa, kwa sababu hata mpigane vita vya namna gani, mwisho wa siku mtarudi. Vita haviamui. Kama ni vita, labda hata mmoja akisalenda bado kuna. Sasa na sisi tukasema, na tumeona mfano mzuri, mfano mbaya, lakini mfano unaotupa ushahidi ni upande wa pili. Wenzetu Tanzania bara yametokea yaliyotokea,
hata mpaka leo haijulikani watu wangapi wamekufa, lakini inaonesha wengi. Lakini kibaya zaidi sio tu kwamba wamekufa, wengine mpaka leo hawajulikani wako wapi, wamezikwa wapi, hatima yao ilikuwa nini, au sivyo? Almuradi ni fadhaa, si jambo dogo ndugu zangu. Na mimi ninawaambia jambo lile, kama Mwenyezi Mungu si dua zetu kuzipokea akatupitisha njia tuliyopita, yengekuwa maafa makubwa zaidi hapa kwetu. Haya walitushauri ndugu zetu waliokuwa wakiyaona kama, jamani, mbona mara hii kumekaa vibaya sana, maafa atakuja kuwa makubwa zaidi. Hebu kaeni mtumie busara, kaeni mtumie hekima. Mnasikia viongozi wamesema mara hii sijui asija kapigwa mtu, asija kafanywa nini, lakini si kweli, kwa sababu wapigaji si wao. Hawa waliowakabidhi hawajui lugha hiyo, wao hawataki washindwe jambo walilokabidhiwa. Sasa leo mtu unakwenda kumpa kibaba cha mchele, unawambia apikie karamu umati wote uliomo, afanye nini? Ama inabidi aongeze maji mengi, au sijui ati ina mchanga, sijui afanye kitu gani. Sasa wengine ndiyo yaliyotokea mara hii, wakatuambia maneno ya hikma, bwana, sisi tumepewa kilo moja tupike karamu ya watu 100, itaenea vipi? Lazima, nadhani mmenifahamu. Kwa hiyo tukaenda mimi na mimi namshukuru sana. Yaani ilikuwa kama Mungu alituletea ilhamu, tukashikana na ule msemo usiokongwe haivushi. Maana ya zamani wamepata kuzungumza wenyewe kizamani, ya kisasa tukazungumza kwa pamoja kisasa vile vile, na tunakoelekea tukazungumza kwa pamoja tunakoelekea. Kwa hivyo tokea tarehe 8 Novemba mwaka jana mpaka tarehe 3 Februari mwaka huu tukafanya jumla ya vikao 6. Vikao vingapi? 6. Lakini kabla ya hapo, sisi wakati tunaendelea na hayo, ilibidi tuende kwenye kikao cha kamati kuu, tukaeleze tunakoendelea, ili wenzetu wasije wakasema sasa ilikuwaje. Tukajadili na tukapata ridhaa ya chama chetu, endeleeni, lakini ndani ya misingi hii. Maana baada ya uchaguzi watu walikuwa wakituuliza hapa, wengine naingia hapo, wengine nakuuliza, mzee unaapa lini? Nilikuwa naweza kuwatania, naambia wallahi lazim sinchapa, au niape vipi tena? Na wengine nilikuwa nawaambia chama chetu hakijasema kwamba mimi niende tu nikape. Tulisema tulipokuja hapa kwamba tunakwenda safari hii, na alhamdulillah mkaturidhia, au sivyo jamani? Mkaturidhia kwamba nendeni, kwamba tunachokwenda ni kutafuta suluhu ya kudumu ya nchi yetu. Nchi yetu hii imeharibika sana. Kwa hiyo tunakwenda, hatuendi kujadili tutaongezwa nafasi ngapi ili tuingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Tunakwenda kusema kwamba palipoharibika
ndio tupatengeneze kwa maslahi ya nchi yetu, kwa mustakabala wa nchi yetu. Na alhamdulillah, na kamati kuu nayo ikatuambia hivyo hivyo, nendeni, lakini kwa msingi wa kutafuta jambo la kudumu. Haya yaishe, haya yawe mwisho. Tunafahamiana? Na ndio kilichokuwa kimetuongoza. Kwa hivyo kama mlivyotangulia kuelezwa hapa kwamba tumezungumza mengi, ukweli niseme kama alivyosema makamu mwenyekiti hapa kwamba kuna sehemu ya utaratibu huu bado hatujaukamilisha, na hasa kwa upande wa wenzetu. Mazungumzo yana utaratibu wake, yana heshima yake, yana maadili yake, yana na siasa zake vile vile. Kwa hivyo hatujafika pahala kama lugha aliyotumia yeye pale mwanzo, mkituuliza wengine, kila mtu kwa staili yake. Kitu gani? Ukaenda msikitini, ukaenda wapi, kutikana vipi mambo yetu? Tumepika bado, subirini jamani. Sio kwamba tukitia chumvi tuje tuambizane jamani tayari uko chumvi. Tukitia kitunguu jamani tayari sasa tushatia kitunguu. Tusubirini angalau tupambie. Ndio nilivyoambia kaskazini, au sivyo? Kwa hivyo sasa tunachosema kwamba angalau tumefika pahala tumepambia. Ilitakiwa hasa labda tungesubiri mpaka tukapakua ndio tukaja sasa tukafafanua, lakini la kwanza tumezingatia, jamani, sisi ndio ambao tumebeba mzigo wa maafa yaliyotokea. Sisi ndio ambao tumesubirisha. Sisi ndio tuliowaambia subirini, tunakwenda kuyafanyia kazi. Pengine wenzetu wao ndio yalishakuisha. Au mmewahi kuwasikia kwamba jamani yaliyotokea tutarekebisha? Sisi ndio tuliosema tutakwenda kuyapambania, tuyarekebishe, tutafute haki ya nchi hii, haki ya wananchi wa nchi hii. Muda umepita mrefu, tukasema hapa tulipofika tuje kwenu angalau tuwaeleze. Maana wengine maburunguti alishaanza, huko bwana kumebakia sijui nafasi ya makamu wa pili, sijui, na sio upande wetu tu. Bwana, walioshughulika, wanaohamanika, wanaopata shida huko upande wa pili huko. Maana sisi tunasema ujinga sasa basi, au sio? Tunalopambania ni kuondoa ujinga katika kuendesha nchi hii, au sivyo? Ndio maana yake. Lakini kwa wenzetu huko, wao kuna watu wanasema ujinga mtamu. Wanasemaje? Ujinga mtamu. Kwa nini? Kwa sababu wanafaidika na huu ujinga, au sivyo? Kwa hivyo likitokea lolote la kubadilisha, linawashughulisha kweli kweli. Hawalali wengine bwana, wallahi, wengine wako kwa waganga, wengine wametafuta watu wa dua. Kwa sababu ya nini? Kwa wao ni nini? Ujinga mtamu, maana wanafaidika. Kwa hiyo tukasema sisi tuje angalau tuelezane tuko pahala gani, tuache wenzetu nao endelee na utaratibu wake. Kwa hivyo yale tunayoyaeleza, ndugu zangu, tunaeleza katika hali kama hiyo. Imebidi tudokoe kidogo ili mjue angalau
kwamba tunakokwenda ni huku. Maburungutu yalishakuwa mengi na anatoka kila upande, lakini jamani, tunakwenda mwezi wa Ramadhani huu. Tulisema watu wasije wakaharibu saumu zao, maana mtu akishakupewa burungutu, mwingine bwana kanapika harage kwanza atalifumulia moto, kama anapikia kuni, ende kwa jirani kwanza, kwa bidada, ende akamwambie umeasikia huko, kumbe yote uongo mtu. Sasa saumu itakuwepo hapo jamani? Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba tuje tueleze mwelekeo wetu. Tutakapoyakamilisha tutakuja tutayaona kinaga ubaka yote yaliyo, hakuna litakalofichwa, kila kitu kitakuwa wazi na kila upande utaeleza, yatakuwa hadharani, yatasainiwa, yatakuwemo kwenye sharia pia ya utekelezaji. Kwa hivyo hilo tusiwe na wasiwasi. Sasa mimi niwaulize tu, tuendelee na hichi kidogo au tutasubiri ikamilike? Tuendelee, sio? Tumalize kwanza, sio? Hichi kidogo tukieleza hichi, sio? Hatuvui jamani. Sasa ndugu zangu, tuendelee. ACT Wazalendo, tunaendelea au vipi? Sawa sawa. Kwanza nasema katika mazungumzo haya, katika tulioendea, la mwanzo tulisema jambo ambalo limevurugika sana katika nchi yetu ni imani za watu juu ya mifumo yetu, ni imani za watu juu ya uchaguzi, imani za watu juu ya haki, imani za tukasema hapa tulipofika, tuje kwenu angalau tuwaeleze, maana wengine maburungutu yalishaanza. Huko bwana kumebakia sijui nafasi ya makamu wa pili, sijui, na sio upande wetu tu. Bwana, wanaoshughulika, wanaohamanika, wanaopata shida huko upande wa pili huko. Maana sisi tunasema ujinga sasa basi, au sio? Tunalopambania ni kuondoa ujinga katika kuendesha nchi hii, au sivyo? Ndio maana yake. Lakini kwa wenzetu huko, wao kuna watu wanasema ujinga mtamu. Wanasemaje? Ujinga mtamu. Kwa nini? Kwa sababu wanafaidika na huu ujinga, au sivyo? Kwa hivyo likitokea lolote la kubadilisha, linawashughulisha kweli kweli. Hawalali wengine bwana, wallahi, wengine wako kwa waganga, wengine wametafuta watu wa dua. Kwa sababu ya nini? Kwa wao ni nini? Ujinga mtamu, maana wanafaidika. Kwa hiyo tukasema sisi tuje angalau tuelezane tuko pahala gani, tuache wenzetu nao endelee na utaratibu wake. Kwa hivyo yale tunayoyaeleza, ndugu zangu, tunaeleza katika hali kama hiyo. Imebidi tudokoe kidogo ili mjue angalau kwamba tunakokwenda ni huku. Maburungutu yalishakuwa mengi na anatoka kila upande, lakini jamani, tunakwenda mwezi wa Ramadhani huu.
tulisema watu wasije wakaharibu saumu zao, maana mtu akishakupewa burungutu, mwingine bwana kana anapika harage kwanza atalifumulia moto, kama anapikia kuni, ende kwa jirani kwanza, kwa bidada, ende akamwambie umeasikia huko, kumbe yote uongo mtu. Sasa saumu itakuwepo hapo jamani? Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba tuje tueleze mwelekeo wetu. Tutakapoyakamilisha tutakuja tutayaona kinaga ubaka yote yaliyo, hakuna litakalofichwa, kila kitu kitakuwa wazi na kila upande utaeleza, yatakuwa hadharani, yatasainiwa, yatakuwemo kwenye sharia pia ya utekelezaji. Kwa hivyo hilo tusiwe na wasiwasi. Sasa mimi niwaulize tu, tuendelee na hichi kidogo au tutasubiri ikamilike? Tuendelee, sio? Tumalize kwanza, sio? Hichi kidogo tukieleza hichi, sio? Hatuvui jamani. Sasa ndugu zangu, tuendelee. ACT Wazalendo, tunaendelea au vipi? Sawa sawa. Kwanza nasema katika mazungumzo haya, katika tulioendea, la mwanzo tulisema jambo ambalo limevurugika sana katika nchi yetu ni imani za watu juu ya mifumo yetu, ni imani za watu juu ya uchaguzi, imani za watu juu ya haki, imani za watu juu ya demokrasia, imani za watu juu ya nchi inavyoendeshwa kwa misingi ya kisheria. Kwa hivyo kazi ya kwanza tumesema, na nadhani hili tumefahamiana, kwamba jamani, kuna haja ya kurudisha imani za watu, za wananchi wa nchi hii, kwa kuchukua hatua mbalimbali ambazo tutaona kwamba hizi zitawarejeshea wananchi imani kwamba tuna viongozi na viongozi wetu wamekusudia haya, wananchi tuyaone kwamba kweli yatafanyika, haya yatafanya kazi, na kwamba kweli nchi hii itaendeshwa kwa sharia, itaendeshwa kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa. Sasa hatua gani? Vipi? Haya, tusubiri upakuliwe. Sawa sawa. Lakini hilo ndio kwetu tuliloliona sote kwamba hili ni la msingi sana. Niendelee la pili. La pili, ndugu zangu, tumesema kwamba hakuna nchi ambayo itakwenda mbele ikawa na amani, ikawa na utulivu, ikawa na maendeleo, ikawa na haki za watu wake, ikawa na uadilifu, kama haijafata misingi ya katiba yake, na katiba yake ikawa ni katiba ambayo itaweza kudumisha misingi hii. Tunasema sisi kwamba katiba jamani ni kama vile force of gravity. Leo tuko duniani sote kwa sababu hii dunia imetuweka pamoja. Mungu kaitengeneza kwa namna ambayo we hata ukitaka uruke wewe mwenye huruki, utarudi hapa hapa duniani. Sana utarudi kama umeruka vibaya, nyonga umeitegua. Sasa na katiba na mfumo wa katiba ya nchi ndio inayowaweka watu pamoja, ndio inayojenga taifa. Lakini leo ukiwa na mfumo wa katiba wa kwamba una rais, kwa mfano
ambaye ana mamlaka ya kifalme, huwezi kufika. Huwezi kuwa na mfumo wa uchaguzi kwamba kuna mtu anaweza akafanya anavyotaka, akamtangaza mtu kwamba huyu ndiye aliyechaguliwa na hakuna mtu wa kumhoji. Huwezi kuwa na mfumo wa uchaguzi, huwezi kuwa na mfumo wa kuendesha nchi. Anaweza akauliwa mtu na serikali isichukue hatua yoyote na hakuna ambaye ataulizwa. Hakuna nchi ambayo utakwenda mbele kama hakuna uwajibikaji. Mtu kapewa pesa za watu bilioni 2, 10, 20, siku hizi kwa 100, akazitumia akazifuja na asiweko wa kumuuliza, hamwezi kwenda. Hamwezi, hata mkiwa matajiri namna gani. Haya yote yanachangiwa hali tulionayo leo Zanzibar kwa sababu tuna katiba ambayo haiakisi haya yote. Tukitaka haya kuyatengeneza, lazima tuwe na mfumo wa katiba unaoendana na haya matarajio ya watu, matarajio ya nchi, yatakayowezesha nchi kufika pale. Kwa hivyo lazima Zanzibar tuwe na katiba mpya. Lazima tuwe na katiba mpya. La pili, utaratibu wake itafanyika vipi, itashughulikiwa vipi, kutakuwa na nani watakaosimamia, ndani ya muda gani, hatua gani, watu watashirikishwa vipi? Jamani, hapo subirini. Tumefahamiana? La tatu, tumesema fitna kubwa ya nchi hii, mzizi wa fitna nini? Uchaguzi. Sadakta, ndio fitna yote ya nchi hii. Waliouliwa, waliohujumiwa, waliofukuzwa makazini, waliofanywa nini, waliovunjwa miguu. Fitna kubwa ni nini? Na sasa tunakwenda kwenye fitna kubwa zaidi. Tunawachukua watoto wadogo, tunawapa silaha, tunawajaza ujinga wa siasa. Wazungu wanasema tunawapolarize. Hii hatari kubwa sana. Hawa wala si dhara kwetu. Hawa wakikolea na wakikosa matarajio walioyatarajia, hawa watarudi mwilini kwa hao walio watengeneza. Hivi ni virusi, na virusi ukiwa maabara, ukivikosea we mtengenezaji, ndio vitakaye kushika kwanza. Haiwezekani. Uchaguzi umeleta maafa ya kila aina. Hata serikali leo, utumishi wa umma umekufa kwa sababu ya fitna ya uchaguzi. Kwa hiyo tumesema kama kuna jambo lazima lipatiwe tiba, ni mfumo wote wa uchaguzi, kitaasisi, uendeshaji na mambo yake yote. Mtu anaweza kujiuliza, lakini si tushafanya marekebisho mara nyingi? Sisi tunasema marekebisho tuliokuwa tukifanya huko nyuma yalikuwa ni mtu kwenda hospitali ukatazamwa hapa, una homa we, fungua mdomo, ukafungua mdomo, fungua macho, ukapigwa tochi ya mdomo, alafu namwona daktari kainama muda mrefu, utafikiria kuna nini? Panadoli 2 mara 3, nenda nyumbani, kumbe ni jambo. Tumesema mara hii lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko hapa, ndipo tuje turekebishe. Tumefahamiana? Lakini tumesema tunahitaji, lazima, ili nchi hii isimame, ili nchi hii iwe na maridhiano ya kweli,
nchi hii iwe na demokrasia, iwe na serikali ya kweli, iwe na mfumo wa kidemokrasia wa kweli, iwe na haki za kiraia za kweli, kuwe na uwajibikaji wa kweli, ni lazima tuwe na mfumo wa uchaguzi utakaokuwa uchaguzi kweli. Sasa patafanywaje? Pataandaliwa nini? Utaratibu gani? Haya ndugu zangu, tusubiri wakati gani? Nyungu itakapo. Jamani, haya mabaya na la nne, tumesema tumekubali katika nchi hii na tumeiweka kwenye katiba yetu. Soma ibara ya 9 ya katiba juu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa kazi yake ni kusimamia maridhiano ya nchi hii. Tuwe na umoja wa kitaifa wa kweli, tuwe na umoja wa kitaifa wa kweli na maridhiano ya kweli. Tusifanye hivi tunavyokwenda kwamba mmoja ni wali mwingine ni tandu. Babu anafahamu vizuri matandu. Wanaume wa siku hizi wengi vijana hawana habari ya matandu. Lakini zamani ulikuwa ugomvi bwana ndani ya nyumba. Unapakuaje hapa na matandu? Rice cooker halina matandu bwana, au sio? Na hii ya kuwekewa kwenye poti ukapakua mwenyewe. Sasa manake matandu unaweza kuliweka pembeni ukala wali wako na ukashiba. Sasa hatuwezi kwenda hivyo. Kama tumekuwa na kuendesha nchi kwa pamoja, serikali ya pamoja, basi isiwe ya pamoja, iwe ya pamoja kweli kweli. Sasa vipi tutafanyia kazi? Wapi panapohitaji marekebisho? Twende namna gani? Tusubiri? Sawa sawa. La 5 hilo, si ndio? La 5 bwana. Imani kwa wananchi, katiba, uchaguzi, mfumo wa uchaguzi na suala la umoja wa kitaifa kwa ujumla wake pamoja na serikali. Sasa la 5. La 5 kuna orodha ili haya yote tuliyozungumza haya yaweze kufanya kazi. Ndugu zangu, haya yanahitaji, kuna mambo mengi nayo yakae sawa, ya utumishi wa umma, sijui ya kitu gani, ya mambo kadhaa. Sisi kwa haraka, kwa mfano, tuliainisha mambo karibu 11. Ni 11? 12. Mambo karibu 12 ambayo haya jamani, ili haya mengine makubwa yaweze kufanya kazi, lazima haya yaweze kufanya, lazima nayo yafanyiwe mageuzi. Tumefahamiana? Mengi hayo, lakini leo siwezi kuyasema. Tusubiri. Situlikubaliana? Situlikubaliana au vipi? Kwa hivyo tunavyosema, ndugu zangu, kwamba wala usifanye, ndio kama nilivyosema, tumepambia na wanaume wa siku hizi hawataki matandu. Ukauke tu kidogo hivi watapakua na muda mfupi. Kwa hivyo tumesema hili ni eneo pana kubwa. Eneo la 6, huko tunakotoka
ni kama jambo hili labda liliachwa kwa mtu mmoja, kwa upande mmoja kutekeleza wanavyotaka, wanavyohisi wenyewe inafaa. Tunasema hivi sio sawa katika kuendesha mageuzi. Ni lazima pawe na chombo cha kisheria ambacho yatasimamia haya, utekelezaji wake toka mwanzo mpaka mwisho. Na huko nyuma tuliwahi kuwa na chombo cha namna hiyo, na hawa hapa wawili makamu mwenyekiti na Bi Fatma hapa ni mashahidi, kwa sababu walikuwemo kwenye tume ile, kwa upande ule na upande huku, wakatekeleza yale ambayo yamekubaliwa. Kwa hiyo tumesema ili mambo haya yasiwe tena kila siku vikao, tuwakabidhi watu madhubuti waweze kuyasimamia. Watasimamia vipi? Watatekeleza vipi? Ni swala. Jamani, tumefahamiana? La saba na la mwisho, haya yanahitaji yapangiwe ratiba ya utekelezaji. Usiwe utawala binafsi au mtu mmoja kuamua kwamba bwana, hili nitalitekeleza kesho, hili mwakani, hili silitekelezi. Lazima kuwe na ratiba ya utekelezaji, na ratiba hii ifuatwe kwa ukamilifu na kila pande. Sasa itaanza lini, itaishia lini? Haya ni mambo tusubiri. Naam, tumefahamiana. Lakini moja na ambalo ndio hasa dira ya mambo haya, na tumeyazungumza kwa urefu wake, na tutakuja kuona kwamba haya yote mnaweza mkakaa mkakubaliana, shida inakuja kwenye utekelezaji. Uzoefu ndo tulionao, au sivyo? Tunachosema utekelezaji unakuwa mgumu kwa sababu ya kukosa nia njema, dhamira njema, kwamba haya tunayokwenda kuyatekeleza lazima yaongozwe, mtaji wake mkubwa, rasilimali yake kubwa, nyenzo yake kubwa ni utmost good faith na good will. Kuwa wa kweli, tusiseme kwamba tunaondoa njiani, tunafunika kombe ili mambo yaende. Tunasema hayo sasa hivi mwaka huu tunakokwenda haya hatuto, kwa sababu yatakuja kuleta vurugu kubwa zaidi. Kwa hivyo lazima iwepo utmost good faith na goodwill, na katika kuonesha hilo tutakuja kuona kwamba kila upande utaeleza commitment yake, ahadi yake ya kwenda kuyasimamia haya na kuyatekeleza. Hili inshallah tutaliona pengine ndani ya muda fupi unaokuja, kwamba kila upande lazima uchukue ahadi mbele ya watu wa nchi hii kwamba tunakusudia ahadi yetu kwa wananchi wa nchi hii kwamba tutakwenda kuyatekeleza haya kwa ukamilifu. Ndugu zangu, kwa ufupi niseme haya mambo ni mapana kwa upana wake, lakini mimi nilitaka mjue kwamba hizi ndio parameters tunazozungumza. Huu ndio upana, ndio mawanda watu nayo yazungumza, na huu ndio mwelekeo tunao kwenda. Kwa upande wetu sisi tulipata ridhaa ya chama chetu kwa ukamilifu, na tunatekeleza tukiwa na ridhaa ya chama chetu.
na kamati ya uongozi imepewa jukumu ya kuyasimamia haya. Mimi naomba niulize kwanza, jamani, haya tunakubaliana? Tunayaunga mkono? Tuko pamoja? Hebu kama tuko pamoja, hebu tunyenyue mkono nione kama kweli. Mimi niwashukuru kwamba hili sisi linatupa moyo, linatupa imani. Nimalize kwa jambo moja tu muhimu la indhari. Kama ninavyosema, sisi wakati tunasema ujinga sasa basi kwenye nchi yetu, wapo wenzetu wengine, wao wanasemaje? Wanasemaje? Kwa sababu kukiwa kila na vurugu katika nchi yetu, kila kukiwa na hali ya sitofahamu, kila ikiwa kuna mambo yanakwenda kinyume nyume, hayafati sheria, hayafati utaratibu, kwa wao ndio biashara yao, ndio mtaji wao, ndio wanapofaidika. Kwa hivyo haya hawayataki, na bahati mbaya wengi wamo katika hao ambao wamo ndani ya utumishi wa umma, wanastahiki kwenda kuyasimamia haya. Watafanya juhudi kubwa kuwavunja moyo watu, kuwafanyia haya ishtizai, uone kwamba hayana maana, uone kwamba sasa ndio maana yake nini, si ndio yale yale, au sivyo? Sisi tunavyosema, sisi katika jambo hili tulimwelekea Mwenyezi Mungu na tunaendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu. Tunalotafuta ni la haki ya nchi yetu, haki ya watu wetu. Na sisi tunafahamu misingi ya harakati yoyote itapita humo. Yaliyotokea hata tukiyazungumza namna gani, kwa lugha gani, hayabadiliki kama hatujachukua hatua ya kuyabadilisha. Kwa hivyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunachukua hatua za kuyabadilisha. Na kwa sababu hiyo tunasema kama hili tunakubaliana, sisi tusiazime ujinga wa mtu, au sio? Tusiazime ujinga wa mtu, hatutaazima ujinga wa mtu. Sisi tunasimamia haya, na haya kama tutaona kuna mwelekeo, ndipo tutakapoambia wenzetu sasa tujadili namna ya kujipanga, kushirikiana ndani ya serikali kwa kuyasimamia haya yatekelezwe. Hapo ndio tutakaposema sasa hatuwezi kuwaachia peke yao. Tumefahamiana? Sijui kama mnanifahamu. Wale waliokuwa wakijadili tuingie tusiingie, tunasema kama pa kuingia kujadili ni baada ya kuyaona haya yamekaa sawa, lipo la kwenda kulitekeleza. Tumefika pahala tumeamini kwamba kweli dhamira, nia na utaratibu tuliopanga kweli huu utaweza kutufikisha hapo, ndio tuje tujadili kuingia au kuto, au sivyo? Jamani, tumefahamiana? Hapo ndio pakuja kujadili kuingia au kuto kuingia. Na mimi naamini nyote mtasema kwa kuyatekeleza haya hatuwezi kuachia wenzetu peke yao, au sivyo? Jamani, sawa sawa hapo? Tuko pamoja katika hilo? Kwa hivyo wanaosubiri kuwapa wasubiri, tuone haya yamesimama na tumeridhika, tumekubali, tunaona kwamba kweli tuko serious, haya yatakwenda kutekelezeka. Ndio tutakaposema sasa
Maana leo kuna wenzetu wengine humu washaanza kujadili, sijui nani atakuwa waziri, sijui leo hapa tulipo hawa wenzetu wengine. Mimi nasikitika sana tukiwa na wenzetu nao ujinga mtamu. Maana ni kuanza kujadili maslaha yako kabla maslaha ya nchi, ambayo chama chetu ndio tunayoyasimamia. Kuanza kujadili na kufikiria maslahi yako mwenyewe kabla ya kufikiria maslahi ya umma wote huu ambao umetuamini. Na mimi nawaomba ndugu zangu, tulishike jambo moja. Haya tunayoyafanya, naomba niwaamini, kama ambavyo ni matumaini ya wana ACT Wazalendo, kwa sehemu kubwa ndiyo matumaini ya wana wa CCM na wengine wasiokuwa na vyama. Wanatutegemea sisi, wanategemea haya tuyanyooshe ili nchi ipate kunyooka. Hiyo ni fahari kubwa, hiyo ni imani, hiyo ni dhamana kubwa sana. Jamani, tusiifanye amana hii tukaishusha kwa kujadili mtu maslaha yake binafsi. Sisi viongozi wenu tunatanguliza maslaha ya nchi yetu. Hakuna leo anayejadili jusa hapa, hata ukimwambia upewe waziri atakwambia kwanza hapa hatujafika sana kujadili waziri wenyewe wangapi. Jamani, mtu aliyeko kae kule anayepambana kwa damu na jasho, yeye ana haja uwaziri? Ana haja maslahi ya nchi yetu. Aliyoko Nungwi, aliyoko Matemwe, yeye anauliza uwaziri. Kwa nini sisi tulikuwa dhamana tuanze kujiuliza vitu vidogo dhaifu vya namna hiyo? Sisi hatuko kwenye ujinga mtamu. Sisi tuko kwenye nini? Ujinga. Basi tunataka tuyaondoe haya, nchi yetu inyooke. Ndio maana ya ujinga. Sasa basi jamani, tumefahamiana, tuko pamoja. Naomba kama ni dua, tuyaombee dua haya, tuyaunge mkono, tuyatakie kwamba haya yafanikiwe, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia. Madam nia zetu za dhati, tunatafuta jambo la kheri, inshallah haya yatafanikiwa, nchi yetu itafanikiwa na tutafika safari yetu. Tunasema safari. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia safari hii tutaifika kwa salama, kwa maslahi ya wananchi wote, kwa maslahi ya nchi yetu. Naomba niwashukuru, asante sana.